meneja wa Shilam Private and Mining Limited, na tupo katika klemu ya Mwankenja. Hapa tunashughulika na uchimbaji, na uchimbaji huu ni uchimbaji mkubwa, uchimbaji wa kisasa. Kwa maana kuwa hii ni shafti, tunatumia winchi pamoja na compressor kuweza kushuka chini, kuchimba na kutafuta miamba ya mawe ambayo ni ya dhahabu. Miamba hiyo ambayo tukiitoa hapa, tukipata jiwe tunaenda tunalitoa kwa ajili ya kuweza kulisaga ili kupata unga ambao tunaweza kukamatisha dhahabu. Kwa hapa tulipo, ili eneo ndio eneo letu la kazi. Kwa maana kuwa hapa ndio shughuli yetu nzima inapoanzia ya uchimbaji. Kuanza kutafuta mwamba, kupata huo mwamba na kuweza kutoa au mawe kutokana na idadi ambayo inahitajika. Shughuli yetu kwa kiasi kikubwa inategemea umeme, kwa maana kuwa umeme ukiwa haupo shughuli inasimama. Na hii ni moja ya changamoto kutokana na pia hata bungeni ili swala lilishaongelewa kwamba katika nafikiri ni Chunya ni wilaya kwamba inahitaji umeme wa kutosha, sababu kuna viwanda vingi na wawekezaji wapo wa kutosha. Kwa hiyo umeme unaotumika ni umeme wa mgawanyo, ambao umeme huo kila mtu anatumia kwa matumizi yake. Kwa hiyo inahitajika umeme wa kutosha, umeme ambao utaweza kumnufaisha kila mwekezaji kutokana na matumizi yake. Cha kwanza hapa ninachomshukuru kutufikishia umeme kwa wakati na kuweza kutusaidia wawekezaji ambao wamekuja kuwekeza katika eneo hili, ambapo kitu kikubwa ambacho kinatakiwa kiweze kuongezwa ama kiweze kunufaisha zaidi ni serikali sasa kuweza kufanya mchakato mzima kuhakikisha kwamba umeme unakuwa umeme wa kutosha, sababu umeme unapokuwa mdogo kazi haiwezi kwenda kwa haraka, na kazi inahitaji umeme ambao ni wa kutosha kutokana na taifa letu jinsi lilivyo. Kwa mimi kama mdau au msimamizi wa hapa, ili swala serikali pia lazima liangalie kwamba lazima umeme uongezeke wa kutosha, sababu huku ni viwanda vya kutosha hivi. Umeme unatakiwa uwe mkubwa zaidi, usiwe mdogo. Utaalamu huu mimi nimejifunzia kutokana na kazi, kutokana na kutafuta namna tofauti, lakini hii kazi inahitaji uelewa ambao ni wewe mwenyewe binafsi, namna gani unaweza kufanya kazi na kuhakikisha hiyo kazi unaifanya kwa manufaa sahihi. Kwa utaalamu, mimi kampuni ndo kampuni ambayo nimeanza nayo kufanya kazi, na waliniamini kutokana na umri wangu nilionao, na kazi zinaenda vizuri. Vijana naambia kwamba vijana tunaweza. Ndio maana hata pia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia anaamini vijana kwamba wanaweza kufanya vitu vikubwa zaidi. Kwa hiyo vijana tusiogope, fursa ni nyingi. Watu ni wengi, wanahitaji sehemu, kazi zipo za kutosha. Kazi sio lazima kijana kufanya kazi mjini. Kazi zipo sehemu yoyote, na maisha yanatafutwa sehemu yoyote. Kwa majina anaitwa Maige Lazaro Nkoi. Ni msimamizi msaidizi wa mgodi wetu. Kwa sisi tunajishughulisha na uchimbaji wa dhahabu. Tuna maduara, tunaita maduara, tuna maduara matatu ndio tunaomiliki. Tuna wafanyakazi tuna wafanyakazi 12. Sababu sisi tuna kila duara tunasimama wafanyakazi 4. Tukijumlisha na wale ambao wanaotumika kuchoronga 2 ambao tunaomiliki hapa. Na maduara yetu yameenda kwa urefu mkubwa kidogo, ingali bado hatujafika kwenye uzalishaji. Kwa mfano kama tulilopo ila hapa linafikia urefu wa mita 70. Ingawa lengo letu si kufika mita 100 zaidi, kulingana na mwamba tutakapopatia. Ingawa kulingana na vipimo vyetu vinavyotuambia ni mita 100, kuanzia mita 100 ndio tunajishughulisha na hicho kitu. Sisi kama vijana tunanufaika kulingana na hii shughuli, kwa sababu kampuni letu sisi inatulipa kulingana na kazi tunayoifanya, tajiri yetu. Sababu tunaendesha maisha kupitia hii shughuli, kuanzia wasimamizi wanaoshughulika, wanaoshuka chini, wanaochoronga, wananufaika kwa sababu sisi tunalipwa kulingana na kazi. Na sisi kulingana na kampuni letu sisi tunalipwa kwa wiki. Kila Jumapili ndio malipo.
Kwa hiyo hela tunaoipata kulingana na shughuli hizi inatumika kuendesha familia zetu. Sisi wenyewe tunajimudu kulingana na shughuli zetu. Kuhusiana na vijana, mimi nawaasa kazi yote inaweza kufanyika kulingana na wewe mwenyewe na nafasi ulionayo. Hata kama una elimu kiasi gani, kwa sababu kidogo hizi kazi watu wengi wanazitem kama mtu mwenye elimu kidogo ndio anaweza kufanya, lakini hii tunachanganyikana. Mwenye elimu na sio na elimu anaweza kufanya. Kwa sababu siku hizi ajira zimekuwa ngumu. Kwa hiyo usipojishughulisha kazi yoyote huwezi kufanikiwa kimaisha. Sisi tunaendesha familia zetu kupitia hii shughuli. Unaona? Kwa hiyo nawashauri vijana wenzangu wajishughulishe shughuli yote kulingana na fursa, kulingana na eneo lilopo. Kwa mfano kama kwa Chunya hii Mbeya yetu tuliopo hii, asilimia kubwa shughuli kubwa ni madini. Sasa kijana unaangalia fursa kulingana na mazingira yaliyopo. Sisi tumechukua fursa hii ingawa tumetoka wengine mikoa mbalimbali, lakini tuko kwenye maeneo kama haya. Kwa hiyo nawasa vijana wasichague kazi yoyote unafanya, usiogope. Kama tajiri na kumwambia mengi, kwa sababu uwekezaji ndio upo, ndio unaendelea. Kwa hiyo tunawasa azidi kuongeza wawekezaji wengine ili kuzidi kufungua fursa mbalimbali kwa vijana. Kwa sababu sisi hii ni ardhi ni yetu. Kuna sehemu nyingi bado zinahitaji uchimbaji na tunahitaji wawekezaji. Unaona? Ukiangalia sisi wenyewe ni wawekezaji, bado tunahitaji wawekezaji kwa sababu eneo halijaisha. Na dhahabu ipo. Kwa hiyo kwa tajiri wetu aendelee kutafuta wawekezaji ili vijana wazidi kupata fursa mbalimbali za ajira. Kwa upande wa umeme tunashukuru sana kwa sababu limetusaidia kwa vitu vingi. Kama kwa zamani kipindi umeme ulikuwa upo, hizi winchi tulikuwa hatuna. Tulikuwa tunatumia mkono. Sababu wanatumia mkono kidogo, inatumia nguvu sana. Kwa hiyo kwa fursa ya umeme ulipotutembelea maeneo haya kidogo tumeanza kutumia kidogo, tumefika kama uchimbaji wa kati tunatumia zana. Kwa sababu kuanzia uchorongaji tunatumia mashine za umeme, kuanzia winchi hizi kutoa mawe kutoka chini tunatumia umeme. Kwa hiyo umeme umetusaidia sana. Shughuli inakuwa nyepesi. Kwa sababu zamani unakuta mnafanya kazi siku moja, kazi mara moja. Lakini sasa hivi tunafanya hata mara 3 kwa siku hii kulingana na fursa ya umeme kututembelea mahali huko. Kwa majina yangu naitwa Sara Joseph Wanga, ni mkazi wa Chunya. Tunafanya hizi kazi kutokana na maisha yetu haya. Unakuta kuna muda mwanaume wako anakuwa anaelemewa. Kwa hiyo unaona sio vibaya ukimsaidia. Ndio maana unaona wamama wengi wanafanya kazi kwa ajili ya kusaidiana maisha. Maisha kama hivi ni changamoto, lakini ukiwa unafanya kazi na wewe, huyu akipata kidogo na wewe akipata kidogo, sio mbaya, mkikusanya mnafanya kitu. Hii kazi ni ngumu, lakini kama kweli una uchungu na maisha, itabidi tu ifanye ili kujikwamua. Lakini ukisema hii kazi ni ngumu ukiogopa, maisha yawezi yakaenda na unaweza kubaki pale kimaisha. Mimi wanawake wenzangu na washauri tu jamani tufanye kazi. Maana hii kazi inatoa maisha. Tofauti na mwanamke kusema tu anakaa nyumbani anamtegemea mume wake. Mimi naona sio sawa. Lakini mwanamke akifanya kazi kama tunavyofanya hivi, mimi nafikiri mnaweza mkatoka haraka kimaisha. Tofauti na mwanamke kukaa nyumbani. Kiwango cha chini ni 2.2. Ni thamani kama 40,000. Lakini toka nianze kuchimba nimeipata gramu ambayo ina thamani ya 1,000. Kwa kweli inatusaidia. Na ndio maana inatuhamasisha kufanya kazi. Ndio mjana. Ni mkazi wa Njombe la kusafiri kutoka kazi. Ninamtilia chini. Anashughulisha na uchimbaji na mdogo. Kuhusu swala la maji, kwa mara ya kwanza tulikuwa tuna shida sana. Maana maji yetu tunatumia mto mkubwa haya. Ni maji yanatoka mbali. Yanapotoka mbali mnapomjani kujaribu kudhibiti tulikuwa tunaona mara kwa mara sana. Inatokea alipotokea maji sasa kidogo zile kama za mlikuwa zinakuja. Maana huko anakotoka tunaweza kufikiri kwamba tulikuwa tuna ushirikiano, kama tulikuwa na ushirikiano sisi hapa na tunajua sasa nje tunaendelea. Kwa mtu anayeoga, anayefua na wale wengine ambao tutaishi kwa maji. Ila tunaweza kuweka sisi hapa hivi lakini maji yanatoka huko nyumbani na hatuwezi kujua wenzetu tulikuwa tunadhibiti lakini ilishindikana. Inatokea hapo kwa sisi tunashukuru maana tulitoa ya maji, tunashukuru sana Mungu wetu. Kwa majina naitwa Zainabu Huseni. Hapa nimekuja kazi tu kwa muda. Kujulisha na mama ntilie. Biashara ndogo ndogo, ujasiriamali. Kwa kweli tunashukuru kwa kupata huduma ya maji kulingana na mahitaji hapa.
madogo madogo tofauti na maji ya mto. Awali tulikuwa tunapata maji kupitia mto, na maji ya mto sio mazuri sana. Maji mazuri ni haya. Kwa kweli tunamshukuru sana kusogezea huduma ya maji. Kwa majina naitwa Daniel Marco, ni mwenyeji wa kanda ya Ziwa. Niko hapa maeneo ya Chunya kwenye claim ya Geoffrey Mwankenja. Nipo hapa kwa ajili ya shughuli za madini ya dhahabu. Nashukuru nilipokelewa vizuri kwenye claim hii na mhusika Geoffrey Mwankenja. Anatoa fursa sana kwa vijana ambao wanajitoa kwa ajili ya kufanya kazi. Unakuwa na makubaliano naye, unaweza kupata akakupatia eneo kufanya kazi, unakubaliana kwa asilimia, na huduma kama maji, umeme katusogezea. Toka tulipo hapa almost nusu kilomita kuna kisima kimechimbwa kutoka chini, maji yanapatikana, huduma maji tunapata. Na tunashukuru, mkiangalia kwa nyuma yangu hapa kuna huduma ya umeme imesogezwa karibu kabisa. Hata wewe mwenyewe ukiangalia mazingira haya, umeme umefika kwa muda mwafaka. Nashukuru sana kwa hilo. Anatupambania, tunashirikiana naye kwa pamoja. Ni mtu sahihi, anayependa mtu anayefanya kazi. Hayupo kwa ajili ya mtu ambaye hayuko tayari kufanya kazi. Ukiwa tayari kufanya kazi, unajitoa, anakusupport kwenye shida yote unayopata. Kwa mfano ukiangalia hapo kwa mbele yangu kidogo kuna sehemu moja, kuna compressor ametupatia, tunatumia kwa ajili ya claim. Natumia gharama yangu mimi kununua mafuta na kuanza kufanya kazi ya kuchoma. Shughuli zetu bila umeme gharama zinakuwa kubwa sana, kwa sababu inalazimika ununue petroli, ununue diesel. Lakini kwa umeme unatusaidia sana, asilimia kubwa sana. Bila umeme kazi inakuwa ngumu sana, na inasababisha unaweza kuikimbia kazi. Kulingana na vipato vyetu vya chini na kutumia gharama za mafuta kila siku kuchao yanazidi kupanda na badilika bei, kwa hiyo unajikuta unaumia. Na maeneo haya hatuna Shell, almost unaweza kutembea kilomita 8 ndio upate huduma ya kupata diesel au petroli. Sasa ukipiga gharama za usafirishaji kuleta hapa na kununua mafuta inakuwa gharama kubwa sana. Lakini tunashukuru kwa uwepo umeme hapa, umetusaidia sana. Mtu Hamisi Alimasi Mwaisumo, ni mzaliwa wa Chunya hii, nimekulia Sangawana. Kwa sasa hivi nimeamua kujimilikisha na uchimbaji mdogo. Hapo awali maji kweli tulikuwa tunateseka, tulikuwa tunahangaika, tulikuwa tunakunywa haya maji mache sio ilikuwa salama ya mto Lupa, lakini sasa toka umetuchimbia visima tunapata kidogo maji yaliyokuwa yana usalama. Ndio tunaona hata tukinywa kusumbuliwa matumbo sasa hivi tuna unafuu kabisa, hamna kama zamani tulikuwa tunahangaika. Mimi namshukuru huyu bwana mkubwa, anasema Mungu amsaidiaje, kwa sababu sasa hivi anatuletea hata uchimbaji umekuwa ni ameanza kuturahisishia. Kama zamani tulikuwa tunachimba hata mtu ulikuwa unavyoona skaveta ilikuwa kama banasumbua, ilikuwa hamna. Sasa anatusogezea panaposumbua na tumetea skaveta hivi nani, anatusaidia tukisema labda tunataka miti tufunge ili madola yawe bora, anaenda anatukatia miti, inakuja inatushushia, tunafunga madola na kuwa kwenye uimara. Kwa hiyo mimi namshukuru sana tu. Sasa tulikuwa tunahangaika hata simu wachimbaji, kwa mawasiliano nyumbani tulikuwa tunakosa, lakini kwa sasa hatuna amani kabisa. Maana na charge simu zinatusaidia vitu vingi tu kwanza. Nashukuru kabisa. Maana maji humu tunanyonya muda mwingine na kwa madwalani tulikuwa tunatumia mafuta, sasa tunawasha tu umeme, tunanyonya maji madwalani yanatoka kwa haraka.